Kwa ninyi mlipotulia sasa vizuri, mkaangalia makamera, mkaangalia manini sio kwenye mandege humo, kila kitu mkaangalia, ndio mkaja na matokeo sahihi ambayo yanasema mlango ule kwa kweli ulifunguliwa na yule bwana. Lakini kajiuliza, kwani ule mtumbwi nao ulikuwa kwenye ndege? Tukasema hapana, haukuwa kwenye ndege. Basi huyu bwana afaidike kwamba hata kusogeza tuka mtumbwi kaliko beba wale watu, basi ilikuwa ni faida. Wacha tuache hivyo hivyo. Hoja yangu ya msingi ni nini? Ni kwamba wote tukiwa tumetaharuki, mwandishi wa habari hayupo, mabomu yameanza kupigwa, mara tunaambiwa kwamba kuna watu wamefariki, si jambo jepesi mkawa na ukweli mmoja kuhusu tukio hilo. Mheshimiwa Rais kuunda tume katika hali ya utulivu, maana yake ni kwamba tume itapata muda mzuri wa utulivu wa kuhoji watu wakiwa wametulia vizuri na vichwa, kuweza kuangalia kwamba je, eti hivi huu ni ugomvi wa kisiasa kama tunavyoaminishwa, au kuna jambo la ziada katika siasa? Kwa sababu kama ni ugomvi wa kisiasa wa kwamba mimi nitakuwa mtawala bora wa kuja kuokoa maisha ya watu, kwa nini sasa huyu anayeitwa mwandamanaji anabomoa tena maduka ya watu wa chini wanaotafuta rehema ya utawala bora? Tasema basi hebu tuache kusema kwanza, tuende sasa kwenye kamati, tuende kwenye tume ambayo kwa utulivu kila moja akihojiwa, hata wewe Chalamila ukihojiwa vizuri kwa utulivu, kwa sababu mimi kwa siku ya kwanza, pili, ya tatu hata ungenihoji, nina uhakika pia kwamba brain yangu pia haikuwa sawa sawa. Sababu kwa mfano juzi hapa nakumbuka nilikuwa naendesha gari, niko peke yangu tu jioni na kwenda zoezi. Kuna majirani walikuwa wana sherehe, wanapiga mafataki. Mimi niliposikiliza ta nikapiga spidi kubwa. Sasa naelekea ambako sielewi ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku? Ngoja na mimi nipige U-turn. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale, ningesema kuna watu wananitafuta mimi, kuna watu wananitafuta rasi, kuna watu wananitafuta, watu bado wabaya kabisa. Kumbe maskini wa Mungu wa Hindi si nani wanapiga mafataki. Sasa tukiulizana kwa utulivu, ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani, kwa utulivu, pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea kushuka, kuheal, ili uweze pia kueleza jambo pasipo kuwa na hisia na miemko, ili ripoti ile ikipatikana. Ndugu zangu, mtu anasema walikuwa ni askari wametoka nchi nyingine wanapiga mabunduki. Sasa ripoti ile itasema, je, ni kweli walikuwa ni watu wa nje? Tukiangalia hata kwenye baadhi ya kamera, mtu anasema watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa tu bunduki namna hii. Je, ni kweli kwamba watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa bunduki, au wote kwa pamoja tulipaniki tukakuza tukio, halafu wote pia tukaanza kuwa na hofu na taifa letu wenyewe? Sasa wote tukiwa na hofu na taifa letu, tutakimbilia wapi? Nimeutaja waraka wa cheki na mambo yote ambayo yameandikwa humu. Yameandikwa mengi sana mambo, na Mheshimiwa Rais pia aliurejelea waraka huu. Yapo mambo ambayo, kwa mfano ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameeleza hapa ndani ya siku 100, na sisi tumeshapata maelekezo ndani ya siku 100 tume Wizara ya Katiba pamoja na taifa kwa ujumla wataanza mchakato. Lakini Mheshimiwa Rais, lazima tuanze na mchakato wa maridhiano, ili tunapokwenda kwenye katiba tujue tunaamua nini tulichoridhiana, ambacho kwanza tunadhani kinaweza kuingia kikawa sehemu ya katiba zetu. Kwa mimi kama mkuu wa mkoa nilikuwa nafuatilia, kwa mfano nilifuatilia siasa za South Africa, nikaangalia chama cha tawala na vyama vingine vya upinzani vya kina Malema, vya kina Musi. Nikaangalia je, baada ya uchaguzi na baada ya kushindwa nini kilitokea. Nikaenda Zambia, nikaangalia chama cha UPND sijui cha ndugu yangu Hichilema. Nikaangalia wakati wa kwanza akiwa ameshindwa nini kilitokea.
Nikaenda Nigeria, nikaangalia uchaguzi wa kwanza ule wa ndugu yangu Atiku Abubakar aliposhindwa, nini kilitokea, kabla ndugu yangu Jonathan na ambaye naye alikuja tena kushindwa, nini tena kilitokea. Nikaenda mpaka Ghana, nikaangalia chama cha upinzani cha ndugu yangu John Mahama pamoja na Nana Akufo, baada nao kushindwa, nini kilitokea na chama chao. Nikaenda mpaka Botswana, chama tawala cha BDP na vyama vingine pia vya upinzani, chama cha Duma, baada mara kwanza kushindwa, nini tena kilitokea. Nimekwenda sehemu nyingi kuangalia, je, model ilikuwa ni the same na Tanzania? Nikaona kabisa ilikuwa sio sawa na Tanzania. Sasa nini kifanyike? Ndio hiyo kwamba lazima watu wawe na fresh mindset ili wakae katika taifa lao waweze kuzungumza kitu ambacho kipo na kinaweza kikawa kina mustakabali mzuri kwa ajili ya taifa lao. Na mwisho, najua na ninyi pia mtakuwa na mambo mengi pia ya kuweza kutueleza sisi. Ukiangalia pia mama ambayo pia anazungumzwa, juzi nilikuwa pia namsikiliza Dr. Kitime, Padre Kitime. Kwanza niweke interest, Padre Kitime mimi kwangu ni boss. Ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine, mimi nikiwa assistant lecturer. Na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki. Na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia, kwa sababu pia nasali na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza, na ambayo hapa pia imetamkwa hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huku amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresent hoja kwa mihemko. Tusipresent hoja kwa mihemko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana, lakini hoja yani tusipitilize sana, tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi ninavyomuona kiongozi wangu wa dini, ninavyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, ninavyofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namuona yule kiongozi wa dini on himself. Nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye. Na Muislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi au kwa mufti, anaiona sura ya Mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii nawe ibendi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa Mheshimiwa Rais simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, na yaona mamlaka ya utii. Na ndio maana nasema shikamoo Mheshimiwa Rais. You see the difference? Huku nakiona kitu hiki, huku nakiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini, yeye mwenyewe akijisoften akawa ni mwepesi, ile concept ya kumuona Kristo ndani inaanza kutoweka. Halafu ikianza kutoweka, unaanza kumuona mtu wa kawaida. Ukianza kumuona mtu wa kawaida, inafika zile nyakati unakuta sasa Mungu anasema pumbavu, na pumbavu. Yaani kunakuwa kuna uoga tena kati ya mazingira hayo. Hali ikifikia hapo ya kumuona huyu kiongozi ni wa kawaida, maana yake mjue kuna jambo la kufanya.
hofu. Mchungaji anapozungumza na kusema wote fanyeni namna hii, tunamtii kwa sababu yeye mwenyewe tunamuona akiwa ni mtii kwa Yesu Kristo. Tunamuona akiwa ni mtii kwa Mungu. Tunamuona akiwa ni mtii kwa Mtume Muhammad. Sasa na sisi tunasema kwa sababu huyu amepewa nguvu, kwamba power and authority is delegated, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amedelegate power kwetu, hata kiuungu katika spiritual eye tunaona kabisa kwamba power and authority pia ya Mwenyezi Mungu inakuwa delegated. Na ndio maana watu hawa wanakwenda huku moja kwa moja, wanasoma mambo ya theolojia, wanasoma mambo ya filosofia, wanasoma mambo sio vitu gani vingi sana. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini unapotaka kutafsiri jambo lolote, kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics is a theory ambayo inakusaidia wewe kuchambua masuala yote kulingana na time, context, audience na vitu vingine, lakini kwenye kontekstia hiyo ya kibiblia. Ito hermeneutics. Na hata ukiingia kwenye madhabahu hapa, hujihubiri tu kama Chalamila anavyozungumza. Kuna kitu kinaitwa homiletic. Homiletic ni is an art of preaching. Una preach kitu gani? Kwa nani? Kuhusu nini? Ndio maana watu wanaweza kukaa sasa, huyu mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri. Mwingine anakaa na sasa, mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialogue. Na ndio misingi na kacha ya mchungaji, padre au nani. That's misingi tu. Nimewaambia hapo ndani kwamba pia nikaona maelezo yale yameenda mbali zaidi, kwamba TANESCO walizima umeme kukonspire na wahalifu waliotaka kumuua au waliomdhuru. Hii ni allegation kubwa sana. TANESCO ya taifa izimwe, umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa hiyo nimewaambia wenzangu wa TANESCO waliangalie pia kwa haraka, walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine. Waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua? Ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo, ambayo yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji. Mambo ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu. Hata sisi wenyewe tunalaani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa. Kama mnakumbuka, kuna siku moja pale Kiruvya, kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa. Kama mnakumbuka vizuri. Nimemsahau tu jina yule kidogo. Tarimo. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mengineyo yaliyokuwepo, ni masuala ya kimapenzi. Katumika dada mmoja ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kaliko kuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza, wote wakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine. Tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi. Lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji? Na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa, anaweza yeye mwenyewe
akaangalia hivi ni mtu gani nikimspot jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri isiyo ni jambo gani. Mume na mke wanaweza kagombana ndani ya nyumba, wakaa kwenye ugomvi wa muda mrefu. Lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakaye kuja kunyoshewa mkono kwa haraka ni either or katika wale. Hiyo ni assumption ya kwanza. Lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa wanakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kwamba tapale nyumbani muda wote nipo nao. Hapana. Huko nje kinaweza kufanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa, lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea, tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili, tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii. Ni kama kwenye huu uchaguzi, wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza. Lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga. Haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano. Kwa nini? Ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi. Lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema. Lakini nani atakuja kusema haya? Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana masuala ya kiutekaji. Na pale Bagara pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushirikiana vyombo vya dola. Lakini nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu. Sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au sio jambo jepesi kulingana pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia ya ajira kwa vijana. Ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari, vijana wa vyuo vikuu ni kweli kabisa wanalalamika, ni kweli kabisa. Lakini je, ni wote au wapo ambao wamepata bahati ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajiri au kuajiriwa na public sector? Mwaka 2005 mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka 2005, nimekwenda UD mwaka 2005. Mtu aliyepata division 1 ya point 9 alikuwa anakwenda diploma. Yaani mimi wa 2005, achana na your age, achana age na kina brother Kibanda na nani. Mwaka 2005, achana age za kina Msandi. Mwaka 2005 mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu, lakini mwenye division 1 ya point 9 alikuwa anakwenda diploma, anakwenda kusoma ualimu. Wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake. Hii UCRAS, hii ardhi ilikuwa ni UCRAS, ilikuwa ni sehemu ya UD. Hii mnayoiona ilikuwa ni SUA, ilikuwa ni Muhimbili ndio inasimama kutoka kwenye college kwa full fledged university. Ilikuwa ni nadhani ndio vilikuwa vinaishia namna hiyo. Halafu University of Dar es Salaam 2005 ikaanzisha tawi Dusi. 2006 ikaanzisha Muse. University of Dar es Salaam wakati huo tayari kulikuwa kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo 2004 ilikuwa haisomeshi mwanafunzi anayekusoma private universities, ikiwemo Tumaini na ikiwemo St. Augustine. Ilikuwa ukifaulu unataka kwenda kusoma kuunganisha, mnakumbuka wakati huo tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza. Anataka kuunganisha, alikuwa anakwenda anakaa mwaka anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka 2005 bodi ya mikopo ikarekebisha, ikaanza kwenda kusomesha mpaka unaokwenda kwenye private universities. Kwa lugha nyepesi nini maana yake?
udahili ukaanza kuongezeka. Lakini sisi wakati pia tunasoma kwa umri wetu huu ambao bado haujaenda mbali, kulikuwa kuna wanafunzi wenzetu very bright, lakini hafanyi mtihani au anafanya mtihani na cheti hachukui kwa sababu hajalipa ada ya mtihani. Na wakati fulani haendi tena kuendelea kwa sababu ya hiyo ada. Serikali ikasema tutoe maada haya kote, zibaki tu michango mingine ya wazazi katika kumsomesha mtoto. Kitendo cha kutoa ada O level advance kumeongeza udahili hapa juu wa vyuo vikuu. With the same notion, tunakuja sasa kwamba baada ya udahili kuwa mkubwa hapa chini, usajili chini ya TCU na chini ya NACTVET, vyuo vikasajiliwa vingi sana. Baada ya kusajiliwa vyuo, kozi nazo zikaongezeka kwa sababu ya dunia yetu jinsi ilivyo pia. Hapa juu tumekuja kuwa na wanafunzi wengi. Baada ya hao wanafunzi wengi kuwa hapa juu, wapo wanaopata ajira. Na mwaka 2015 kama mnakumbuka, wakati hayati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, nyewe mnakumbuka, ndipo hata ajira za walimu zilipoanza kusimama kupisha lile zoezi la uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma. 2021 Rais Samia